Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa kibali na neema tosha kwenye siku hii ya leo. Ni siku ya 4 ya mfungo wetu madhabahuni, na leo hii ipo agenda nyingine, ipo prayer point nyingine ambayo tunaenda kuishughulikia katika siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla sijakupa maelekezo na yale ambayo tunayotakiwa kuyaombea siku ya leo, naomba tukiangalie kwanza kitabu cha Danieli sura yake ya 9 na mstari wake wa 2. Danieli sura 9 mstari wake wa 2. Neno la Mungu linasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu. Naomba ukiangalisho hapo, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hii ya leo tunaenda mbele za Bwana na prayer point moja muhimu sana, tena ni pana sana. Unapokuwa unaombea hitaji hili, hakikisha sana unakuwa focused, lakini pia hakikisha kwamba ufahamu wako unaunganika na Roho Mtakatifu, kwa sababu jambo hili mara nyingi sana tunapokuwa tunaliombea, most of the time Roho Mtakatifu anatoa maelekezo kwa njia ya kukupatia andiko katika Biblia ya wewe kulisoma, na ndipo unakutana na majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tunaenda mbele za Bwana tukimwomba Mungu atupatie utambuzi wa majira na nyakati. Oh my God. Bwana atupatie utambuzi, hekima ya kutambua majira na nyakati. The wisdom of understanding time and the season. Majira na nyakati. Kumbuka mwaka huu una miezi 12. Mwaka una miezi 12. Na kila mwezi huwa kuna maelekezo ya kimungu. Inayobeba neema ya kiatima kwa maisha ya mtu binafsi. Ndiyo maana nimesema wakati unaomba kwa ajili ya prayer point hii ya siku ya leo, hakikisha sana ufahamu wako, akili zako zinaunganika na Roho Mtakatifu, kwa sababu kwa prayer point hii mara nyingi Roho Mtakatifu anatoa maelekezo ama anajibu maombi kwa kukupa andiko ndani ya Biblia. Nami ninakupa namba ya mawasiliano popote pale ambapo kutakuwa na neno ambalo nalipokea lakini haulielewi. Hakikisha kwamba unawasiliana na alama ya kujumuisha 2786243718. Huyu ni Daniel, yuko Ukaldayo, yuko Babel, na Mungu tayari alisema na wana wa Israeli kwamba watapelekwa uhamishoni, yani utumwani, watapeleka uhamishoni, wataenda watakaa huko kwa miaka 70. Na anaongea hili kwa kinywa cha nabii Yeremia miaka ya nyuma katika nchi ya Israeli. Hasa Danieli, wakati wanafika Babeli, Danieli naye ni nabii, lakini Danieli katika yeye kuvisoma vitabu alikuja kuelewa kwamba ile miaka 70 tayari imekwisha kuenea, lakini bado Israeli wametulia na kukaa katika uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu Danieli anasema mimi kugundua kwamba miaka imeenea, miaka imekwisha kufika ile miaka 70 ni katika kuvisoma vitabu, na baadhi ya vitabu nilivyovisoma ni kitabu cha Yeremia.
Oh my God, kuna mtu ambaye Roho Mtakatifu anamsaidia siku ya leo. Ni kitabu cha Yeremia ndicho nilichokisoma, nikakutana kwamba ile miaka 70 tayari imekusha kutimia. Kwa hiyo akaanza kumwomba Bwana kwa habari ya miaka. Bwana, ulituambia miaka 70 kwamba tayari. Kwa nini bado tungali katika Ukaldayo? Kwa nini bado tungali uhamishoni? Ukiyajua majira ya kujiliwa kwako na Bwana, majira ya kubarikiwa kwako, unatembea kama mtu ambaye anayefahamu. Unapotambua muda, unapotambua kwamba hii nyakati ni lazima, nilitakiwa nimiliki vitu fulani, nilitakiwa niwe aina ya mtu fulani, nilitakiwa niwe kwenye kona fulani, nilitakiwa niwe kwenye kiwango fulani, nilitakiwa niwe mfanyabiashara mkubwa, nilitakiwa niwe nimeoa tayari, nilitakiwa niwe nimeolewa, nilitakiwa niwe tayari nimezaa, nilitakiwa tayari niwe nimepona ya magonjwa. Kwa nini bado sijapona? Kwa nini bado sijafanikiwa? Kwa nini bado haya yako hivi? Ni lazima uende mbele za Bwana kwa namna ya kiufahamu kwa neno lake, na kumwambia Bwana kwa habari ya majira na nyakati, akupe hekima ya utambuzi. Uelewe majira na nyakati. Usipoelewa majira na nyakati, watu watakuja wanapita, wewe bado umekaa sehemu ile ile. Mwambie Bwana, nipe hekima ya kuelewa nyakati na majira, nisaidie kutambua misimu iliyo, Mungu akusaidie kutambua misimu iliyofichika. Kama mwanaume na mwanamke ambao wameunganishwa na hatima yao. Kama kuna mtu ambaye ameunganika na hatima yako, kuna destiny helper, kuna msaidizi wa hatima ambaye anatakiwa aje na kukusaidia. Omba Mungu alete hayo majira. Omba Mungu alete hayo majira yafike. Mwambie Bwana, uimarishe utambuzi wangu. Mwambie Mungu maombi hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ambaye hivi uko unaelewa jambo ambalo tuko tunaliombea. Ukishindwa kuelewa majira na nyakati za wewe kubarikiwa, za wewe kufanyikiwa, utajikuta unaendelea kubaki eneo moja na miaka inazidi kuendelea. Kwa hiyo uende mbele za Bwana siku ya leo. Mwambie Bwana akupe hekima ya utambuzi wa majira. Tunaenda mbele za Bwana, tunaomba kwa ufupi, lakini hakikisha unakuwa na muda wa kutosha wa kwenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, mkamilifu na mwenye hekima nyingi na mwenye rehema, kwa uweza wako na nguvu zako, asante kwa ajili ya siku ya leo ya mfungo wetu, Bwana, ambao ni siku ya 4. Tunakuhimidi wewe Bwana. Asante Roho Mtakatifu kwa kuendelea kutumiminia maarifa, majibu, upako, neema, nguvu na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Siku ya leo Bwana, tunakuja machoni pako na jambo moja, tunakuja machoni pako na hitaji moja, ya kwamba Bwana utupe hekima ya utambuzi wa majira. Ni katika jina la Yesu, utupe hekima ya utambuzi wa majira. Ni majira mapi ambapo tumeyaingia, kwa sababu majira mapya yanakuja na tabia mpya. Ukatujulishe Bwana kwa kutupa hekima ya utambuzi wa majira. Bwana Mungu liye hai, katika jina la Yesu Kristo, tarehe ya leo na siku hii ninasogea mbele zako. Unipe hekima ya kuelewa nyakati na majira. Nisaidie kutambua misimu iliyoficha kwa mtu yeyote ambaye Bwana ameunganishwa na hatima yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, unipe hekima ya kutambua, ufahamu wa mbinguni wa kutambua. Kwako wewe Roho Mtakatifu nitatambua, kwako wewe Roho Mtakatifu nitatambua, kwako wewe Roho Mtakatifu nitafahamu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno lako linasema ya kwamba ondoka uangaze, kwa maana
nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa jina la Yesu, ni majira ya kuondoka na kuangaza, ni majira ya kuondoka na kuangaza, maana nuru imekuja na utukufu wako Bwana umetuzukia. Mungu liye hai, Bwana wa mabwana, ninakuja mbele yako kwa jina la Yesu, uimarishe utambuzi wangu kwa jina la Yesu, niweze kujua waliotumwa kwa ajili yangu kwa jina la Yesu, na wale waliotumwa dhidi yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Fungua macho yangu ya ufahamu, uyaamshe masikio yangu kuwa makini kwa sauti yako katika mwaka huu. Masikio yangu yaamshe, yasikie sauti yako na kuielewa. Masikio yangu yaamshe, uyafungue, yasikie kutoka kwako katika mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana aliye hai, Mwokozi na Mungu wangu, nipe hekima ya kuitikia majira ya mabadiliko ya hatima kwa jina la Yesu Kristo. Achilia neema juu ya mwanao huyu Bwana, iachilie neema ya mwanao huyo, achilia neema juu ya mwanao huyo kwa jina la Yesu. Mpe hekima ya kuitikia majira ya mabadiliko ya hatima kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ya kwamba ajue nini cha kufanya wakati dirisha la fursa limefunguliwa, ajue nini cha kufanya wakati mlango wa kibali umefunguliwa, ajue wapi pa kwenda wakati mbingu zimeachilia neema mpya, ajue nani wa kushiriki naye, ajue nani wa kuenenda naye kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwaka huu tunakataa kutembea kama vipofu, mwaka huu tunakataa kutembea kama watu dunia, mwaka huu tunakataa kutembea kama vilema. Mwaka huu tutatembea kwa majira ya Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tutatembea katika ratiba ya kimungu, katika ratiba ya Mungu, katika mpango wa Mungu, katika mbinu za serikali ya mbinguni, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila ambaye macho yake yana upofu, we Bwana, siku ya leo na achilia nuru iweze kuingia kwenye hayo macho na yakafunguliwa kwa jina la Yesu Bwana, kwa jina la Yesu Bwana, kwa jina la Yesu Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaomba juu ya kila umoja, ninaomba Bwana kwa jina la Yesu, tusingoje nyakati za kufafanuliwa, lakini tenda na kujibu ipasavyo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kusiwewe Mungu katika jina la Yesu, siku hii ya leo ukafungue macho na ufahamu wa kila umoja kwa jina la Yesu, ili Bwana tuelewe na kutambua majira na nyakati. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ewe Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu usiyeshindwa, ukaweze kutusaidia, ukaweze kumsaidia mwanao huyo siku hii ya leo. Fahamu zake zikaguswe, macho yake yakafunguliwe Bwana. Utambuzi, roho ya utambuzi ikaweze kuingia ndani yake, kutambua majira na nyakati, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Hata sasa Bwana, narudisha utukufu na shukrani kwako kwa wema wako, uweza na nguvu, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Kumbuka, ninaendelea kusisitiza kwako kwamba hitaji hili linahitaji umakini wa rohoni, lakini pia kaa karibu na Biblia yako. Kaa karibu na Biblia yako, muhimu sana. Kaa karibu na Biblia yako. Usiposoma Biblia na usipoomba, kwani umana wa maombi ya mfungo upo wapi sasa? Namba za madhabahuni, msaada, unahitaji ushauri wa kiroho, maombezi, kuna jambo linakuchanganya, una jambo lolote la kuuliza, wasiliana nasi. Alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki na mbingu zikawe wazi kwa ajili yako, ya wewe kupokea roho ya utambuzi wa majira na nyakati. Mungu akubariki sana na Yesu akutunze. Shalom.